Yahudi. Huyu alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamwambia, Amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia Yesu, awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili akiwa mzee? Je, anaweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu akamwambia, Amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Kwenye tafsiri zingine kwenye mstari wa 6 inasema, mwili huzaa mwili na roho huzaa roho. Kwa kuwa nilikuambia hauna budi kuzaliwa mara ya pili. Haleluya! Kwa hiyo tumezaliwa mara ya pili, na hapa Yesu ameonyesha kuzaliwa mara ya pili sio kubadili dini, sio kuboresha tabia ya zamani. Kuzaliwa mara ya pili ni badiliko la kifamilia. Tumezaliwa mara ya kwanza na Adamu, tumezaliwa mara ya pili na Kristo. Tumezaliwa mara ya kwanza na Adamu, ni binadamu. Tunazaliwa mara ya pili na Mungu, ni Mungu. Haleluya! Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 14 unaonyesha Adamu alivyoanguka katika dhambi. Matokeo yake tunayaona sura ya 16 na ule mstari wa 5 na 12, lakini baadaye tunakuja kuona matokeo wazi kwenye Rumi sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 18, lakini kile kilichotokea Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 14 tunakiona kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 19. Na kuzaliwa kuwa ni badiliko la kifamilia, tunakuja kuona asili mbili za Adamu na Kristo kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40, 44, 45 hadi 53. Katika kipengele kilichopita cha 6 tuliona kwamba mtu aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa hatua hii inayoitwa tumezaliwa mara ya pili au kuzaliwa mara ya pili ni kuwa kiumbe kipya. Ni huyu mtu anakuwaje kiumbe kipya? Hapo ndo mtu anakuwaje kiumbe kipya. Na tunaona kwa swali hilo jibu lilikuwa rahisi tu kutoka kwa Yesu. Alisema azaliwe mara ya pili. Kuwa kiumbe kipya anazungumzia mtazamo wake kubadilika, kuwa na mtazamo tofauti, kuwa na mtazamo mpya, kuwa na namna anavyochukulia mambo, sio alivyozoeleka katika utu wake wa kwanza. Azaliwe mara ya pili. Sasa huku kuzaliwa mara ya pili ambako kumezungumzwa sura ya 3 mstari wa 3 kwenye Yohana 10, kwenye Yohana 3 sura ya 3, kwamba Yesu alisema kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu, hawezi kuuona. Kumbuka, aonavyo mtu na nafsini mwake hawezi akaona hali hiyo ya mabadiliko. Kinachotupa kupata tofauti ni mitazamo yetu kuelekea tunavyovitazama. Kumbuka, mwanzo wa somo hili tumejifunza kwamba unajireflect mwenyewe kwa unavyoviona. Kwa hali yako ya kuzaliwa, hali yako ya maisha ndiyo ambayo inakupa tafsiri ya vitu unavyovitafsiri. Kwa mfano, hapa tulipo tuna utofauti tu wa makabila na namna tulivyolelewa. Kuna baadhi ya vitu naweza mimi nikawa navizingatia sana, huenda kwa ni tabia tu ambayo nililelewa kuonyeshwa kwamba jambo hilo linatakiwa liwe zingatifu kiasi gani, na mtu mwingine anaweza akawa amekuzwa katika hali ya kutokuona, sio la kutilia mantiki sana, na ukajikuta wewe ambaye una mantiki sana kwenye jambo na mtu mwingine hana hilo, ukajikuta tu mitazamo yenu mkaona kama mbona anachukulia kawaida huyu, kumbe ndivyo amekuzwa katika hayo mazingira. Hilo jambo linachukuliwaga tu hivyo kwa mazingira aliyokuzwa, ambapo wewe hilo linaweza likakukwaza kabisa, ukakwazika, lakini kumbe kwake yeye sio kwamba wakati mwingine hata anafanya makusudi. Kwa mtazamo aliyokuzwa, hilo jambo halichukulii kwa namna ambavyo wewe unafikiri alitakiwa lichukulie au wewe unavyolichukulia. Haleluya! Kwa anaposema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kauona,
ina maana kuna ufalme hapa unaotakiwa uonwe kwa kuzaliwa mtu mara ya pili. Kwa hiyo mtu anapozaliwa mara ya pili, ndio maana tukasema ni kujitambua, ni fikra zako unapojitambua kwa mara nyingine. Kwa mfano, tunaishi katika hii dunia, wengine wanajitambua wana dhambi na wengine wanajitambua hawana dhambi. Kwa wale waliojitambua wana dhambi, mtazamo wao kuelekea mambo unatazamwa kwa dhambi, na wale ambao wanasema hawana dhambi, mtazamo wao kuelekea vitu hauonekani wa dhambi. Na ndio maana kuna watu ambao wanatia maanane sana kwa mtu kwamba hauombi msamaha wa dhambi. Wewe ni jambo la kutisha, kwa sababu yeye katika mazingira aliyokuzwa anajua binadamu ana dhambi, na kwa sababu hiyo wanatakiwa waishi kwa kuomba msamaha. Kuomba msamaha ni tofauti na toba, kwa sababu watu wanachanganya kuomba msamaha na toba. Kuomba msamaha ni kuomba msamaha kwa kukosea kwa uliyemkosea. Toba ni geuko la fikra, ni mtazamo wako unabadilika. Ndio maana ukisoma kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 33-32 anasema sameheaneni kwa ninyi. Ina maana nyinyi mnaweza kukoseana kwenye mchakato wa nyinyi kukua, lakini kwangu mimi nimeshamaliza kwa kumtoa Yesu, usiniombe msamaha. Badilisha tu mtazamo wako kuelekea msamaha ambao tayari nimeutoa. Ndio maana nasema sameheaneni ninyi kwa ninyi kama vile na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Ina maana katika Kristo Mungu ameshasamehe, na ndio maana tunapohubiri, maanake tunahubiri toba na msamaha wa dhambi. Toba na maana ni tangazo la badilisheni mitazamo yenu, kwa sababu dhambi zenu zimeshaondolewa. Kwa hiyo msizitazame dhambi tena. Juzi tukasema kwamba usitii na dhambi, tii na dhambi zako. Kwa hiyo badilisha mtazamo wa kufikiri una dhambi mbele zake na uanze kuona hauna dhambi mbele zake, lakini bado uko kwenye mchakato, kwa sababu kwa Mungu yeye hasubiri kuona unachofanya ili aone umekosea au umepatia, kwa sababu kwake anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo kwake imekwisha, ila wewe uko kwenye mchakato katika hali ya kukua, bado kuna makosa unayokosea ambayo unaweza kukosea mtu mwingine. Kwa hiyo yule mwenzako uliyemkosea, maandiko ndio yanasema sameheaneni ninyi kwa ninyi kama vile na Mungu katika Kristo alivyokwisha kuwasamehe ninyi. Kwa hiyo tayari kwa Mungu ni kama anasema tumeshamalizana, ila juu yenu nyinyi, kwa namna ambavyo mmekuzwa na namna ambavyo mnatambua ustaarabu na maisha mnayoishi, kukuona umemtendea mtu sawa au si sawa. Kwa hiyo inaweza siwe sawa kwa huyo mtu, lakini hiyo si sawa kwa kila mtu. Inaweza kawa si sawa kwa huyo tu, lakini kwa watu wengine ni sawa. Na ndio maana lugha hiyo kwa wengine ni lugha nzuri ya heshima, lakini kwa wengine ni tusi. Hiyo anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akauona ufalme wa Mungu. Ina maana ufalme wa Mungu, mnakumbuka, ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki, amani, furaha, uzima, usalama, upendo, kweli, wema, utakatifu. Huo ndio ufalme wa Mungu. Sasa anasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kuuona. Yohana sura ya 3 waraka wa kwanza mstari wa 5 anasema alidhihirisha ili aziondoe dhambi. Ina maana mahali ambapo dhambi haipo, ina maana ndio kuna haki, ujasiri, furaha, nuru, usalama, ushindi, upendo, wema, baraka, amani. Huo ndio ufalme wa Mungu. Ina maana huo ufalme wa Mungu unaonekana ndani ya Kristo ambapo hadhambi. Ina maana kuna hali ya hayo mazingira. Kwa hiyo wewe unapozaliwa kwa maana ya kujitambua ndani ya Kristo, ina maana ndo mazingira unayoanza kuyaona, ndo hali unayoanza kuyaona, ndo maneno utakayoanza kuyasikia, ndo mtazamo utakaoanza kutazama, ndo kuona kwako kutakavyokuwa. Ndio maana anasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kauona. Ina maana ukizaliwa mara ya pili utaona hivyo. Kumbuka, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo aliyezaliwa mara ya pili anaona alimozaliwa. Ni kama tu wewe unavyoona pengine mazingira, hali na mambo yanavyochukuliwa kutoka kwenye kabila ambalo ulizaliwa, unavyoona mambo yanavyokwenda kwenye familia uliyozaliwa. Mtu mwingine unaweza kumsimulia kwa mambo ya kabila lenu, ndio anaweza kaona mambo ya ajabu, lakini hawezi akaona exactly. Ndio unaweza kumuelezea namna ambavyo familia yenu hivyo, lakini bado yule mtu hata exactly hataona, kwa sababu ile sio picha ambayo imezaliwa kabisa kwenye maisha yake, kwenye mawazo yake, ila ni kitu ambacho unajaribu kumreflectisha, unavyojaribu kumuelezea katika uelewa, anajaribu kuelewa unachomaanisha, lakini sio hali yake ya ndani kwenye mawazo yake. Kwa hiyo Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kauona ufalme. Ina maana kuzaliwa, ina maana ni hali ya kujitambua kwenye hicho. Kumbuka nimeshasema mawazo ndiye mtu, na kile unachowaza ndicho hicho wewe unachokuwa. Kwa hiyo wewe ni kieleweo, kwa hiyo kile unachokielewa kinakuwa wewe uliyekielewa. Kwa hiyo lazima kiwe kimeshakuwa sehemu ya uelewa wako. Kwa hiyo anaposema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kaona, ina maana
hakiko kwenye uelewa wake, hata kama anasimuliwa, lakini bado hakishiki. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 41 anazungumza, anasema kwa huyo nahesabiwa msamaha wa dhambi kwa mambo yote ambayo msingeweza kusemehewa kwa torati ya Musa. Halafu anasema angalieni nyie mnayedharau, kastaajabuni mkatoweke, maana ninafanya kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapokuwa mtu anaweza kuwasimulia sana. Simulizi mpaka uingie ndani ya hiyo simulizi, ndio hiyo simulizi inaleta maana halisi. Amen. Kwa hiyo Yesu anasema hapa, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na hii ndo alikuwa amesema kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 kwamba 32 anaposema kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, hayo yote mmezidishiwa. Sasa anaposema utafuteni ufalme wa Mungu, ina maana anasema mtafute kujiona wenye haki, watakatifu, wa baraka, uzima, wenye haki, wenye nguvu, wenye kweli, wenye upendo. Tafuteni kwanza kujijua hivi, hayo mengine yamezidishwa. Ina maana mtu anapokuwa amejipata kwenye hayo, tayari atakuta hayo yako kwenye mti wa uzima, ambapo tayari kuna kitu. Kwa anaposema utafuteni ufalme wa Mungu, ina maana alikuwa anasema tafuteni kuwa na haki, tafuteni kuwa na amani na watu wote, tafuteni kuwa na upendo, tafuteni kuwa na baraka, kujiona katika hali hiyo, tafuteni kuwa na utakatifu. Haleluya. Kwa hiyo na Wayahudi wakamwambia huo ufalme unafananaje? Ina maana walimuelewa anaposema utafuteni kwanza. Halafu kumbuka hapa anasema kwamba usipozaliwa mara ya pili huwezi kuuona. Kwa hiyo Wayahudi wakamuuliza kwenye Luka, unafananaje? Kwenye Luka 17 mstari wa 20. Kwamba hivi unafananaje huo ufalme? Yesu alisema hakuna mtu atasema ule ama huu baba. Ina maana hauna umbo. Ina maana ni mawazo yako kujijua kitu fulani ambacho anajaribu kukielezea. Hakuna mtu atasema ule ama huu hapa. Maana ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ina maana jijueni nyinyi. Jitambueni, hiyo hali ni ya ndani. Ndio Paulo kwenye Warumi sura ya 14 mstari wa 17 anasema ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki. Anayataja hayo, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu hapa anaposema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kauona, ina maana kuzaliwa ni swala la lazima kujiona wewe ni mwenye haki. Kuzaliwa mara ya pili ni swala la lazima, sio la ombi, kujiona wewe mbarikiwa. Kuzaliwa ni swala la lazima kujiona wewe mbarikiwa. Kuzaliwa ni swala la lazima kujiona wewe una afya. Kuzaliwa ni swala la lazima kujiona wewe ni mkweli. Kuzaliwa ni jambo la lazima kujiona wewe mtakatifu. Halo, Yesu alisema ni jambo la lazima, sio la hiari, kuzaliwa mara ya pili. Yesu alisema mwanadamu wa asili hawezi kabisa kuingia katika uzima wa Mungu kwa juhudi zake, kwa mbinu fulani. Ni lazima azaliwe mara ya pili. Yesu alisema mwanadamu anahitaji kuzaliwa mara ya pili kubadili asili. Haleluya. Hebu mshitue jirani yako, mwambie tafakari hivi. Je, ninategemea juhudi zangu au ninategemea asili yangu ya kuzaliwa? Nategemea nini? Kile ninachokifanya au kile nilicho? Sasa kuzaliwa mara ya pili, mara ya kwanza tulizaliwa binadamu na binadamu. Mara ya pili tunazaliwa Mungu na Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 hadi wa 13 inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliozaliwa sio kwa damu wala sio kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Hao sio bin Adamu, hao wanakuwa bin Mungu. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Lakini kwenye waraka wa kwanza wa Yohana pia sura ya 5 mstari wa kwanza anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kwa hiyo kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Ndio ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 15, kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kaa ndani yake naye ndani ya Mungu, nasi tumefahamu penzo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni pendo, naye kae katika pendo, ukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake, na hivyo tuna ujasiri hata siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kwa hiyo tumezaliwa mara ya kwanza na binadamu, tunazaliwa mara ya pili ni Mungu mwenyewe.
Yakobo 1:18, kwa kupenda kwake mwenyewe ametuzaa sisi kwa neno lake. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23, mmezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa hiyo kuzaliwa kwa mwili ni tofauti na kuzaliwa kwa roho. Amen. Sasa hizi mnakumbuka, sisi kama nafsi tunazaliwa sehemu mbili za ulimwengu na maumbo, au tunazaliwa sehemu mbili kwenye maumbo ya ulimwengu mbili tofauti. Kinachozaliwa ni nafsi, na nafsi inazaliwa kati ya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, tumezaliwa kwenye umbo la mwili, katika ulimwengu wa mwili, ni nafsi huyo, kwa sababu yeye nafsi hana umbo kwenye ulimwengu wowote. Nafsi ni hisia, utashi, akili, maamuzi, nia, hisia. Hakuna mtu yeyote anaweza kuviona hivyo kwa macho bila kuwepo kwenye tendo ambalo limebebwa na umbo. Kwa hiyo kinachozaliwa ni nafsi, kinazaliwa aidha katika umbo la kimwili kwenye ulimwengu wa mwili, aidha kwenye umbo la kiroho katika ulimwengu wa roho. Sasa nafsi ndiye anayezaliwa. Ni kweli hata mwili unazaliwa kutoka kwenye tumbo la mama, lakini ndiyo maana mwili una siku ya kuzaliwa, kuna birthday, kwa sababu kuna cheti cha kuzaliwa kinaandikwa tarehe uliyozaliwa. Lakini kuzaliwa kwa nafsi, kwa maana ya kujitambua, hakuna birth certificate. Ndio maana hata kila mtu kimuuliza wewe ulizaliwa mara ya pili lini, hawezi akakwambia, kwa sababu ni wazo moja linabadilika mpaka pale anapofikia uwezo wa kujitambua, hapo ambapo anafikiri amezaliwa. Kwa sababu ndio maana tukasema kuzaliwa ni kujitambua. Kwa hiyo kinachozaliwa ni nafsi, kinazaliwa sehemu mbili tofauti, mwilini katika ulimwengu wa mwili na rohoni katika ulimwengu wa roho. Yohana sura ya 3 mstari wa 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 44, kwamba mwili wa kwanza unatoka wapi na mwili wa pili unatoka wapi. Kuna mwili unaotoka kwenye udongo na kuna mwili unaotoka mbinguni. Mwili unaotoka kwenye udongo ni wa udongo, kwenye ulimwengu wa mwili ni wa mwili, na mwili unaotoka mbinguni ni wa roho, unaotoka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26-27. Kilichoumbwa hakina asili aliyekiumba, kwa mujibu wa Isaya sura ya 40, sura ya 29 na ule mstari wa 16 unasema hivi: nanyi mnapindua mambo sana. Je, mfinyanzi ahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinyangwa kinene, yeye aliyenifinyanga hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene, yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Kwa hapa anatuonyesha kabisa muumbaji na kiumbwa hapa hawana asili moja. Kwa hiyo aliyeumba hana asili ya kilichoumbwa, ila kilichozaliwa ndio kina asili ya aliyekizaa. Kwa hiyo kilichozaliwa kina asili ya mbegu iliyokizaa kwa kuzaliwa tu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11 naongelea jambo hilo. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11 na wa 12 unasema hivi: Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu yake imo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni jema. Kwa kilichozaliwa kina asili ya mbegu iliyokizaa. Sheria ya mbegu, mbwa lazima amzae mbwa, kuku lazima amzae kuku, nyani lazima azae nyani, nyoka lazima azae nyoka, mtu lazima azae mtu, na Mungu pia anazaa Mungu. Kwa hiyo tulizaliwa na binadamu kwa mara ya kwanza katika ulimwengu wa mwili, katika mwili. Tunazaliwa mara ya pili katika roho, katika ulimwengu wa roho tunazaliwa na Mungu. Sisi ni Mungu. Kama tulivyozaliwa na binadamu tukawa binadamu, ndivyo tunavyozaliwa na Mungu. Sisi ni Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio hawa waliozaliwa sio kwa damu wala kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Halafu inasema kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi, kwa sababu uzao wake Mungu unakaa ndani yake, wala hakiwezi kutenda dhambi kwa sababu kimezaliwa kutokana na Mungu. Yohana 10 mstari wa 30 anazungumza, mimi na Baba tu mmoja, wakabeba mawe ili wampige. Na Yesu akasema, kazi nyingi nimeonyesha kutoka kwa Baba,
ipi kati ya hizo mnataka kunipiga kwa mawe? Wakasema kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, lakini kwa sababu umekufuru. Wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Yesu akusema nimekosea, tafadhali jamani, mmenikoti vibaya. Yesu alisema, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ninyi miungu? Sasa watu wanasemaga miungu, wanafikiri ni midogo midogo. Hapa ni lugha ya wingi, kwa sababu alikuwa anaongea na Wayahudi wengi. Ninyi miungu. Alafu anasema Mungu aliwaita miungu hao walioingiliwa na neno lake, na maana yake waliozaliwa na neno, maana kilichozaliwa na ni neno. Kumbuka tumesema kwenye Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18, kwa kupenda kwake mwenyewe ametuzaa sisi kwa neno. Tumesema kwenye Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 kwamba tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa hiyo hapa anaposema, je, haikuandikwa kwenye Torati yenu na kwamba mimi nimesema kwamba ninyi ndinyi miungu? Halafu anasema Mungu aliwaita miungu hao walioijiwa na neno lake, nasi tunajua maandiko matakatifu yasema kweli dai. Kwa nini watu hawataki kupokea hiyo kwamba nimezaliwa na Mungu, mimi ni Mungu? Kwa nini hawataki hiyo? Kwa sababu hali ya mioyo yao inagoma kujitambulisha na utambulisho huo, kwa sababu huo utambulisho sio wao. Hawajitambui. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo mawazoni mwake. Kwa hiyo anajiambia mwenyewe I'm not a son of God, kwa sababu unapokuwa mwana wa Mungu lazima uwe Mungu aliyekuzaa, kwa sababu sheria ya mbegu, kilichozaliwa kina asili ya mbegu hiyo iliyokizaa. Haleluya. Kwa hiyo kiume kipya ni kuhusu asili, siyo matendo. Hatuzaliwi mara ya pili kutoka Msukuma kuwa Mgogo. Hatuzaliwi mara ya pili kutoka Mngoni kuwa Mhehe. Hatuzaliwi mara ya pili kutoka Mchaga kuwa Mhaya. Hatuzaliwi mara ya pili kutoka Mnyaturu kuwa Mfipa. Tunazaliwa mara ya pili roho kutokea kwenye mwili. Tunazaliwa mara ya pili roho tukitokea kwenye mwili. Tulipokuwa tumezaliwa mara ya kwanza binadamuni, na tunapozaliwa mara ya pili ni uunguni. Jamani, mmelielewa? Hicho ni kipengele muhimu sana. Kati ya vipengele vigumu sana kuvizungumza ni hicho, kwa sababu wanadamu walipokwamia ni hapa. Ndio maana nimetokea huko taratibu. Hapa ni kilele chake, sheria ya mbegu. Hauwezekani mpapai ukazaa machungwa. Hata Yesu mwenyewe anasema kwa matunda yake mti hutambulikana. Akasema, je, nani anayeweza kachuma zabibu kwenye tini? Haiwezekani, ni sheria ya mbegu. Kwa hiyo mara ya kwanza tulizaliwa binadamu na binadamu, mara ya pili tunazaliwa Mungu na Mungu. Sasa nimekueleza jambo nyeti hapa kwamba mtu anakuwaje kiumbe kipya. Nikakueleza jibu la Yesu lilikuwa fupi tu, azaliwe mara ya pili. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ni kitu gani? Ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, kwa mujibu wa Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Sio kula wala kunywa, bali ni haki, amani, furaha na Roho Mtakatifu katika furaha yake. Sasa anaposema mtu yoyote asipozaliwa mara ya pili, ndugu zangu, hawezi akauona ufalme. Ina maana alikuwa anasema mtu yoyote ambaye hajazaliwa mara ya pili hawezi kujiona mtakatifu, hawezi kujiona mbarikiwa, hawezi kujiona mwenye afya, hawezi kujiona na amani, hawezi akajiona na nguvu, hawezi akajiona na furaha, hawezi akajiona mwenye haki, hawezi kujiona jasiri, hawezi kujiona yuko kwenye nuru, hawezi akajiona ni mwema, hawezi kujiona amebarikiwa. Hawezi, kwa sababu hayo ninayoyataja ndio ufalme wa Mungu. Ndio maana wakamuuliza kwamba ufalme wa Mungu unafananaje? Akasema hakuna mtu atasema ule ama huu hapa, maana ufalme wa Mungu uko ndani mwenu. Maanake nyinyi ndio mnatakiwa mjione wabarikiwa, mjione wenye uzima, mjione wenye afya, mjione wenye nguvu, mjione wabarikiwa, mjione wa wenye upendo, mjione haki, mjione watakatifu, mjione wema. Ni nyinyi. Ufalme huo uko kwenye nyinyi kujiona, kama ambavyo mlijitambua mkajitambua Wasukuma au Wagogo, Wangoni au Wahehe, Wachaga au Wakurya, mlivyojitambua. Hali ya nyinyi kuambiwa na wazazi wenu kwamba sisi tuna asili hali hiyo mnayojitambua nayo, ndiyo ambavyo mnapaswa muwe kwenye kuzaliwa mara ya pili. Lazima muone ufalme wa Mungu. Anasema mtu yote aliyezaliwa mara ya pili lazima uone ufalme wa Mungu. Ina maana kama ufalme wa Mungu hauoni,
ina maana hujazaliwa mara ya pili. Na ufalme wa Mungu ni kitu gani? Hakuna mtu anasema ule ama huu hapa, maana ufalme wa Mungu uko kwenye nyinyi kujiona. Ambao huo ukoje na kulionaje? Ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni kujijua ni mwenye haki, mbarikiwa, mzima, baraka, nguvu, kweli, haki, utakatifu, upendo, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hichi ni kipengele muhimu sana. Halo, ni kipengele muhimu sana.